Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, tuangazie wekundu wa Msimbazi Simba kwenye tetesi za usajili. Tunafahamu kwamba kwa sasa wekundu wa Msimbazi Simba wanajiandaa na mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika Mei 17 kule Morocco, ambapo watakipiga na RS Berkane kwenye mchezo wa kwanza, lakini mchezo wa marejeano utakuwa ni Mei 25 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo wakati wanajiandaa wekundu wa Msimbazi Simba na mchezo huo, tuangazie kwenye tetesi za usajili. Kuna baadhi ya mastaa ambao wamekuwa wakihusishwa na wekundu wa Msimbazi Simba, hususan kwenye dirisha kubwa la usajili. Bwana, taarifa ya kwanza, matetesi ya kwanza ni kuhusiana na za chini ya kapeti, ambapo unaelezwa kwamba tajiri wa Simba Mo Dewji anaangalia uwezekano wa kumsajili mshambuliaji wa zamani wa Horoya na Al Hilal Omdurman Pape Abdou Ndiaye, raia wa Senegal anayecheza ligi kuu ya Libya, na kilichobaki ni mazungumzo na uongozi wa mchezaji huyo. Simba wako serious, unaambiwa. Bwana, Pape Ndiaye ni moja kati ya washambuliaji ambao wamefanya vizuri sana wakiwa na Horoya. Hata wakati ule Horoya na kura 7 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, Pape Ndiaye ni moja kati ya washambuliaji ambao walikuwa wanaongoza safu ya ushambuliaji wa Horoya. Licha ya kuchapwa kichapo kikubwa, lakini moja kati ya wachezaji ambao walionyesha uwezo mkubwa sana, na ndio maana pia Florent Ibenge akiwa na timu yake ya Al Hilal walivutiwa naye na wakamsajili. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba wanataka kumsajili Pape Ndiaye aje kuongeza nguvu kwenye safu ya ushambuliaji. Lakini tetesi nyingine kutoka ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, bwana, unaambiwa mbali na Yanga kumhitaji mshambuliaji wa ASEC Mimosa Ekua Celestini, bwana, unaambiwa Simba wanamfuatilia kwa ukaribu na huenda wakafanikisha dili la Celestine kuwa ambaye anatajwa kutoa ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini wakati huo pia Yanga wakihusishwa na kumhitaji Celestine kuwa, bwana, unaambiwa mbali na Yanga kumfuatilia, Simba nao kwa siri sana wanaangalia uwezekano wa kumpata saini yake. Kwa hiyo hii ni moja pia kati ya tetesi ambayo inahusu wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini taarifa zinaeleza kuwa jina la mshambuliaji wa Al Hilal Tripoli Agostivo Cristovao Pansensia Mabululu ni miongoni mwa washambuliaji wanaotajwa kuwa huenda wakatua ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba kipindi cha dirisha kubwa la usajili. Inafahamika kuwa Simba itasajili mshambuliaji mwingine kwa ajili ya kuongeza makali kwenye safu yao ya ushambuliaji kipindi cha dirisha kubwa la usajili. Mabululu anaangaliwa kutokana na kuwa na muendelezo mzuri kwenye ligi ya Libya akiwa na klabu ya Al Hilal Tripoli. Kwa hiyo ni moja pia kati ya tetesi ambazo zimeendelea kuhusishwa na wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini tetesi nyingine ni kwamba kwa mujibu wa za chini ya kapeti, Jonathan Soa kwa 96% msimu ujao anaweza kucheza Simba Sports Club akitokea Singida Black Stars. Tajiri wa Simba Mo Dewji ameweka pesa ya kutosha kwa ajili ya kumsajili jamaa. Lakini pia tukumbuke pia Jonathan Soa ni moja kati ya wachezaji ambao wanahusishwa kwa ukaribu sana na klabu ya Yanga juu ya kuhitajika. Lakini tetesi nyingine ni kwamba klabu ya Simba imeanza harakati za chini kwa kisha inamnasa beki tegemeo wa Azam FC Lusajo Mwaikenda. Taarifa za ndani kutoka watu wa karibu na uongozi wa klabu hiyo ya Msimbazi zinaweza kuwa tayari mazungumzo ya awali yameshafanyika kuhusu uwezekano wa kumsajili mlinzi huyo mahiri. Lusajo ambaye amekuwa nguzo muhimu kwenye safu ya ulinzi ya Azam msimu huu bado ana mkataba wa mwaka mmoja na mataji hao wa Chamanzi. Hali hiyo inaweza kuifanya Simba kukumbana na dau kubwa endapo watahitaji huduma yake mapema kabla ya mkataba kumalizika. Bwana, hata hivyo inaelezwa kuwa Simba iko tayari kuvunja bank ili kuimarisha kikosi chake, hasa eneo la ulinzi ambalo limeonekana kuwa changamoto kwenye baadhi ya michezo ya msimu huu. Kwa Lusajo Mwaikenda ni moja kati ya wachezaji pia ambao wanahusishwa na wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini tetesi nyingine ni kwamba Simuha Sports Club imeanza mchakato wa upanuzi wa mkataba zaidi kwa kiungo wao, wakati Dodo Doku mwenye umri wa miaka 21. Licha ya kiungo huyo kuhitaji kuondoka klabuni hapo dirisha kubwa la uhamisho, Simba inamhitaji kumsajili Dodo Doku ashirikiane na Fabrice Ngoma kwenye lile eneo la katikati. Kwa hiyo pia ni moja kati ya tetesi ambayo ipo juu ya saini ya Doku ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba.
taarifa nyingine ama tetesi kuhusiana na wekundu wa Msimbazi Simba zinazungumza kwamba taarifa za kuaminika ni kuwa klabu ya Simba itatuma ofa kubwa zaidi kwenda klabu ya Azam FC ili kupata saini ya kiungo Faisal Salum baada ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane. Inatajwa Simba imeandaa mshahara wa shilingi milioni 40 kwa Faisal na bonus zaidi akiwa na utendaji bora uwanjani. Simba inaamini itapata saini ya Feitoto kwa kuwa wana mahusiano mazuri na Azam FC. Simba Sports Club hivi sasa imewekeza nguvu zaidi katika fainali ya shirikisho barani Afrika, na baada ya hapo watahamishia nguvu zaidi kwa kiungo Faisal Salum ili kuongeza nguvu kuelekea msimu ujao. Lakini wakati huo pia Faisal Salum Feitoto ni mmoja kati ya wachezaji ambao wameendelea kutajwa na klabu ya Yanga kwamba huenda pia akatimkia huko. Kwa hiyo tunatumia ile kauli kwamba mwenye kisu kikali ndiye ambaye atakula nyama. Kwa hiyo ngoja tusubiri. Lakini ukiachana pia na Simba na Yanga, Kaizer Chiefs chini ya kocha Nasri Nabi ni moja kati ya kikosi ambacho kinamhitaji Faisal Salum Feitoto. Kwa hiyo tunasubiri na kuona. Lakini pia Wydad Casablanca wako mbali, pia ni moja kati ya vilabu ambavyo vimeendelea kuhusishwa kuhitaji saini ya Faisal. Bwana, tetesi nyingine ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, unaambiwa Simba imeanza kumfuatilia kwa ukaribu kiungo mshambuliaji wa kimataifa wa Uganda Kizito Kezron anayekipiga ndani ya klabu ya Kanshansi Dynamos inayoshiriki ligi daraja la kwanza nchini Zambia baada ya kuwa na msimu mzuri ili aje aongeze nguvu kwenye kikosi. Kwa ni moja pia kati ya tetesi ambazo zinamhusu Kezron ambaye ni raia kutoka Uganda. Lakini tetesi nyingine ni kwamba beki wa kati ambaye ni raia wa Tanzania Hemedi Haridi Chambela mwenye umri wa miaka 19 kutoka klabu ya Golf United ya huko Warabuni ameanza mazoezi na klabu ya Simba Sports Club. Bwana, unaambiwa Hemedi Chambela anafanya majaribio kuelekea msimu ujao katika klabu ya Simba Sports Club ili kusajiliwa. Pia aliwahi kupita ndani ya Kagera Sugar akiwa na miaka 15, lakini kwa sasa Hemedi Chambela ana miaka 19. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezaji ambaye ameonekana akitrain na wachezaji wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini taarifa zikizungumza kwamba yuko kwa majaribio. Kwa hiyo endapo pengine atawaridhisha mabosi wa wekundu wa Msimbazi Simba, huenda akapewa mkataba. Lakini kama mambo yatakwenda ndivyo sivyo, basi huenda Chambela akaachwa na akaelekea huko kwingine. Lakini taarifa ama tetesi nyingine zinaeleza kwamba kuwa upo uwezekano wa Ahodo kuondoka ndani ya klabu ya SD Gabes ya huko Tunisia msimu huu wa joto kulingana na ofa akajiunga na timu ya Simba. Gislain Ahodo mwenye umri wa miaka 25 kutoka SD Gabes amebakia kuwa moja kati ya viungo wanaofuatiliwa sana na Simba Sports Club kwenye dirisha la usajili la majira ya kiangazi. Bwana, Ibrahim na Conte ni chaguo jingine wapo Simba watakosa huduma ya Gislain Ahodo. Bwana, Conte tunafahamu ni moja kati ya viungo ambao wekundu wa Msimbazi Simba pia walikuwa wana mfuatilia kwenye ile michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo mara baada ya kumkosa Conte, sasa unaambiwa chaguo jingine Simba ni kwa Gislain Ahodo. Kwa hiyo ni moja pia kati ya tetesi ambazo zipo, lakini Simba pia wamedhamiria kumsajili Pascal Msindo dirisha hili kubwa la usajili, na wanamuona ni replacement sahihi ya nahodha wao Mohamed Hussein Shabalala. Kwa hiyo hizo ni moja kati ya tetesi ambazo zipo ama zinazungumzwa ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini tetesi ni nyingi sana za usajili. Wekundu wa Msimbazi Simba ameendelea kuhusishwa na wachezaji wengi, lakini kwa sasa tuishi kwenye hizi tetesi na majina haya, lakini tutaendelea pia kukujuza majina mengine ambayo yameendelea kuhusishwa. Na usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.